Sawa, kuna kelele ambazo zinaendelea sasa hivi mtandaoni kuhusiana na mchezaji wa anaitwa Glim Gisha. Wanasema kwamba Yanga walimhitaji lakini kutokana na dau walioambiwa wameshindwa. Ili na ukweli kwa namna gani? Nakupa kodi. Sawa? Wewe mwenyewe utajumlisha. Mambo utaanza kuyaweka kwenye mabano na baadaye utakuja kupata jibu kamili. Katika msimu ambao ametumia fedha nyingi ni msimu huu. Bosi Garibu. Msimu ambao ametumia fedha nyingi ni msimu huu. Na msimu huu ametumia fedha nyingi kwa maana gani? Ametumia fedha hizo kwa kwenda kuvunja mikataba. Mikataba ambayo kuna mingine mikataba inajieleza kabisa endapo ukihitaji kuvunja mkataba unatakiwa utoe kiasi fulani. Na kuna mikataba mingine haijaeleza. Wewe sasa unaanza kufanya negotiation kati yako wewe na management ya timu na mchezaji. Ameweza kufanya hivyo. Hawajachukua wachezaji ambao wamemaliza mikataba, wachezaji ambao wako free agent kama ilivyokuwa kina Mohamed Dumbia, AI, umeelewa vizuri, kama ilivyokuwa kina Racine Kouma, kama ilivyokuwa kina Buba Jamal. Mwaka huu hawajafanya hii style hiyo. Mwaka huu wameenda kuvunja mikataba. Ukija kwa Jean-Claude Girimugisha, mchezaji wa Al Hilal Omdurman. Huyu mchezaji alikuwa na mkataba na Al Hilal. Na alikuwa na mkataba mrefu tu. Na sio kwamba walikuwa wanamhitaji Yanga peke yake. Walikuwa wanamhitaji hadi Al Ittihad, umeelewa vizuri, ya kule Libya, umeona, Al Ahly Tripoli ya kule Libya pia walikuwa wanamhitaji mchezaji huyu. Lakini Young Africans wao wamefanya usiri mkubwa zaidi na kusema kwamba moja ya surprise ambazo zitakuja pale Jangwani ni Jean-Claude Girimugisha. Bonge moja la surprise ambayo GSM anakwenda kulifanya. Umeelewa vizuri? Kwa sababu mpaka sasa hivi kuja kuangalia kila kitu kimeenda sawa. Lakini kuna eneo moja tu ambalo ndo bado wapo kwenye mazungumzo. Namna ya kuweza kupunguziwa kile kima ambacho kimewekwa cha mchezaji. Lakini ukiangalia kwa upande wa maisha binafsi, yani kwa maana kwa mapendekezo binafsi la mchezaji na management yake wanaridhia kwenda Young Africans. Ugumu upo kwa Al Hilal Omdurman kuweza kukubali ofa ya Yanga na kuweza kurelease mchezaji kuja Young Africans. Lakini mpaka hivi sasa ninavyokuambia mambo yapo kwa 75.999 anakuja Young Africans. Na hiyo ni bonge moja la surprise. Save hii, kanayo hii, baadaye uje kunipa risiti. Girimugisha moja ya surprise ambao wanakwenda kuifanya Young Africans msimu huu. Sawa. Unaionaje Yanga ya msimu ujao ambayo kama watafanikiwa didi kitiki la Girimugisha, lakini pia unatazama Yanga ambayo itakuwa na Aziz Ki, itakuwa na Alan Okelo, itakuwa na wachezaji nimesikia test nyingi tu ambazo watakao kuja ndani ya Young Africans. Ukiangalia na huyu kocha ambaye amekuja ni mtu wa kushambulia anataka magoli mengi. Unaiona ni Yanga ya namna gani kama atafanikiwa hizo deal zote? Of course itakuwa ni Yanga ambayo ni tishio zaidi kwa sababu pia Mango Bagniti amekuja na jopo lake la ufundi kama nilivyosema, lakini pia amesuggest kuongezwa kwa kipa mwingine. Watu wanaenda mbali sema kwamba hamuhitaji Djigui Diarra, hapana. Kumbuka ukocha alipokuja alichokisema jambo la kwanza kwamba anahitaji kupata ubingwa wa Afrika. Hiyo statement ni nzito sana. Kwa hiyo huwezi kupata ubingwa wa Afrika kama ukiwa hauna squad ambayo inaweza ikakupa jeuri kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo anahitaji kuweza kuimarisha kwanza eneo la golini, kuweza kuwapata makipa ambao watakuwa ni majabari ya kuweza kufanya ajivunie. Kwa Diarra tayari yuko pale, ataongezwa kipa mwingine. Hilo lipo wazi kabisa, ataongeza kipa mwingine, lakini pia na sajili zingine ambazo zinaendelea kufanywa na ikiwemo zingine ambazo tayari zimeshafanywa. Kwa hiyo Young Africans kuna vitu ambavyo watakwenda kuvifanya kwa msimu ujao tema mate chini. Ni timu ambayo inaweza kushambulia, ni timu ambayo inaweza kuzuia, ni timu ambayo inaweza kupossess. Kwa kifupi ni kwamba waliposema mwakani tena mimi na mashaka nayo. Waliposema mwakani tena mimi na mashaka nayo kwa sababu kitu ambacho ukitaka kuamini kwamba wako serious, hata ujio tu wa Mango Bagniti wewe ulijua kama kocha anakuja Young Africans. Watu walikuwa washalala kwa Fadu Davis, wengine wameenda si kocha Mjerumani anayefundisha pale Afrika ya Kusini, mwingine si kaenda kwa nani, mwingine kaja kwa Miguel Gamondi anarudi tena, umeelewa vizuri, lakini wamekwenda kumchukua kocha ambaye hakuna hata mmoja. Even mimi na vyanzo vyangu vyote sikuwahi kuipata hii kodi kwamba bwana Mango Bagniti anakuja ndani ya Young Africans. Umeelewa vizuri? Kwa tafsiri yake ni kwamba behind the scene
kuna jambo kubwa sana ambalo Yanga wanalisuka kwa kipindi hiki. Lakini pia wanatengeneza sana kitu kinaitwa mind game kwa timu pinzani. Kuna mchezaji anaitwa Kaleso Mwakigwalwa, mchezaji alikuwa anachezea pale Sekukuni ya pale nchini Afrika Kusini. Walimwaingiza Shile wenzao Simba, wakajifanya wanamtaka sana Simba, wakatia maguu mazima wakamchukua, afu wakampandisha samani, Simba wamemchukua. Sasa ule ulikuwa mtego wa Young Africans, na ndio hicho ambacho wanakifanya kwa msimu huu. Mitego mingi sana wameitega, wanampa thamani mchezaji alafu wanakaa pembeni. Kuna mchezaji anaitwa Blanty Toure. Hii ni midfielder kisheti ya kubana, yani ya kuzuia, yani hata nyumba isiyokuwa na bati kwa ivuji. Anaitwa Blanty Toure, mchezaji ambaye amekipiga pale Pyramids. Yanga wapo katika mpango wa kumuhitaji huyu mchezaji. Umeelewa vizuri? Lakini pia hilo nayo pia ni kama vile inapigwa kona ndefu. Na kama wakinasa hiyo, Young Africans nakwambia Matole, nakwambia tupa mate chini. Na wamesema bodi ya ligi tumeona imetoa fursa ya kusajili wachezaji 40. Na faida ndani yake? Ya, faida ipo, ingawaje sijajua misuli ya kiuchumi kwa timu zingine. Kwa Simba, Yanga, Azam sina mashaka. Sijajua kwa timu zingine itakuwaje kwenye uendeshaji, kwa maana kwamba kulipa mishahara, posho na vitu vingine katika uendeshaji. Sina uhakika sana katika hilo. Lakini hiyo pia inakwenda kutengeneza kuwa na squad ndefu zaidi. Mimi binafsi ni muumini wa kuhitaji kwamba mechi ichezwe pale inapotakiwa kila kuchezwa. Mitindo ya kwenda ligi inatakiwa imalizike mwezi wa 5 na kumaliza mwezi Julai, afu wachezaji wanapumzika wiki 3, kwa sababu je kiuhalisia mchezaji anatakiwa apate mapumziko, yani apumzike kabisa wiki zisizopungua wiki 8, yani amepumzika, ajishughulishi na mpira. Yani kazi yake ni kukaa na familia, kuingia kwenye swimming pool, anaoga, aenda anacheza PS, anarudi anakula, yani wiki 8. Umeelewa vizuri? Miezi 2 anatakiwa awe amerelax. Kama akifanya ni mazoezi madogo ametulia, lakini anasahau kabisa kuhusu mpira kwa wiki 8. Lakini kwa Tanzania imekuwa ngumu. Mchezaji akimaliza hapo kuna matamasha, sijui utakuta saa magoli, sijui utakuta sijui kuna tamasha sio la Mzize, kuna tamasha la nini. Mwisho siku akija hapa na bale mara ameingia kambini, mara pre-season, ligi imeanza. Kwa hiyo hapati muda wa kupumzika. Umeelewa vizuri? Unapokuwa na squad ndefu inatengeneza mchezaji pia kuweza kupata muda wa kupumzika, lakini pia inakutengenezea mazingira ya kwamba kila ratiba inapokuwa inakuja, kila baada ya siku 3 kucheza mechi, huwezi kulalamika. Kwa hiyo inawezekana kabisa ikawa ni sehemu ya msaada kwa timu ambazo unaziona zina misuli, lakini sina hakika kwa zile timu ambazo misuli yake ni midogo. Yeah. Wekundu wa Msimbazi leo hii wameweza kuwapa baadhi ya wachezaji thank you, wale ambao walitolewa kwa mkopo, lakini wengine ambao walikuwa nje ile walikatwa kwa ajili ya kuingiza watu kuwasaidia msimu uliopita. Tumeona ambaye ameleta gumzo sana ni huyu kipa wao Kamara, Musa Pimpin Kamara, ameweza kupewa thank you. Kasari ameweza kusalia. Pengine hii inakuwa vipi? Naona watu wanaanza kudoubt kwamba imekuwa vipi huyu wanamwacha kipa mzuri namna hii. Kwangu mimi binafsi Mohamed Nabi, kwangu mimi sina Nabi Kamara sina wasiwasi naye. Joshua Mutale Budo sina wasiwasi naye, ni sawa watu wakina Edwin Barua, of course yes, wakina Wesu sawa. Simba ni timu kubwa, inahitaji kuweza kupata challenge ambayo zinaweza zikaifanya Simba kwenda nayo, lakini katika eneo la kuweza kumwacha Pimpin Kamara, Musa Pimpin Kamara, hii inaweza ikawa cost sana, na hii hapa inaongea kikodi pia. Inawezekana ikaja kaumiza tena upande wa pili kwa kumwacha Pimpin Kamara, Musa Pimpin Kamara. Inawezekana pia ikawazunguka ikawa mkuki kwa upande wao, kwa sababu Pimpin Kamara ni kipa ambaye anaweza kukipiga timu yoyote Bongo. Anaweza akacheza Yanga, anaweza akacheza Azam, anaweza akacheza Singida. Umeelewa vizuri? Yaani kwa hapa Tanzania anaweza kucheza timu yoyote, na kwa Afrika pia ana uwezo wa kwenda kucheza timu yoyote, aidha anaanza au kuwa kipa namba 2. Ni kipa ambaye mwenye viwango, ni kipa wa kisasa, ni kipa ambaye anaweza akimpata kochi mzuri, kuna baadhi ya mistakes zake alizokuwa nazo zinaweza zikawa cleared na akawa goalkeeper wa kutumainiwa zaidi. Kwa upande wa Pimpin Kamara, mimi kwangu mimi nimepata mashaka kidogo kuachana naye Pimpin Kamara, lakini unaweza ukashangaa Garibu Saidi Mohamed akaingia upande wa pili. Mimi nakwambia huyu anaweza kaita surprise moja kubwa sana Pimpin Kamara, sababu sio kipa kuondoka katika ardhi ya Tanzania kirahisi.
unless otherwise madaktari wajiridhishe kwamba huyu sio kurudi uwanjani kwa msimu huu wala msimu ujao. Lakini kama yuko fit kuweza kurudi uwanjani, surprise nyingine hiyo. Save hii pia. Hii save hii. Pimpin Kamara, Simba wa nini? Yanga watampata lini? Hii save hiyo. Pimpin Kamara, Simba wa nini? Yanga watampata lini? Utakuja kuniambia. Inawezekana Yanga wamezunguka nini, wamefanya mambo yao. Yaani iko hivi. Usajili wa safari. Sawa, usajili wa safari ni usajili ambao umekaa yani wanasema kwamba yani kimtu unafuatiliwa kivuli. Yani hakuna mtu kupumua, hakuna mtu kusimama. Ukiangalia Yanga wanachokifanya safari kwa siri ambazo wanazifanya na kwa mipango ambayo walikuwa nayo na namna ambavyo wanaweza kutengeneza mind game na ikafanikiwa, kwa Pimpin Kamara wamewaaminisha hivyo. Wanamwacha Pimpin Kamara. Pimpin Kamara anaenda kuvaa kijani na njano. Tusubiri tuone kabisa. Shukrani sana. Shukrani jazila.